Tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba mjane mmoja katika eneo la Eldoret anaomba msaada wa kimatibabu baada ya kuhusika katika ajali ya barabarani iliyomsababishia kupoteza mguu mmoja. Mjane huyo ambaye alikuwa fundi wa cherehani sasa hawezi kumudu mahitaji ya wanawe watatu, na kutonesha kidonda zaidi, watoto wake wawili wanaugua ugonjwa wa selimundu, ugonjwa unaohitaji matibabu ya mara kwa mara ambayo ameshindwa kumudu. Sasa anawaomba wahisani kumsaidia kumudu matibabu ya wanawe na pia kumsaidia kibiashara ili aweze kutimiza mahitaji ya familia yake. Karen Aoko ambaye ni mjane na mama ya watoto watatu kutoka Langas, Eldoret, anasema amekuwa akitegemea kazi ya cherehani kutimiza mahitaji ya familia yake pamoja na matibabu ya wanawe wawili. Before nipate accident nilikuwa tu sawa, nilikuwa nafanya kazi yangu, mimi ni fundi, mimi ni mjane, mama ya watoto watatu. Lakini hali ilibadilika mwezi Julai mwaka jana alipohusika katika ajali ya barabarani alipokuwa akielekea mjini. Lasia mwezi wa 7 nikienda town kutafutia watoto ndio nilipata hii accident. Maisha haijakuwa rahisi, imekuwa ngumu kwangu. Juu mimi ni single mother, mimi ndio natafutia watoto. Karen alipelekwa katika hospitali ya matibabu maalum ambapo madaktari walilazimika kuukata mguu wake wa kulia ili kuokoa maisha yake. Tangu wakati huo, anasema hajafanikiwa kurejea kazini na sasa anategemea wasamaria wema kwa chakula na mahitaji mengine ya kimsingi. Nilikaa 3 months, miezi 3 kwa usi. Baada ya kutoka hospitali maisha haijakuwa rahisi. Sasa mimi ndio nilikuwa najitegemea nikitafutia watoto na kukula kila kitu. Sasa saa hii na depend tu kwa watu. Nikiomba ndio tunakula. Hali yake imekumbwa na changamoto za afya ya wanawe wawili ambao walipata kiharusi kutokana na ugonjwa wa selimundu ambapo matibabu ya mara kwa mara yanahitajika. Firstborn ni mlemavu, alipatwa na stroke. Second born pia ni mlemavu, alipatwa na stroke. Third born ndio yako sawa but sasa yako shule. Karen anasema ugumu wa kifedha umeifanya familia hiyo kukosa matibabu ya mara kwa mara, huku mmoja wa watoto akikosa kwenda shuleni. Akona siku selanemi, akona stroke, meningitis, hizo maugonjwa zote akonazo na siwezi afford hizo madawa. Hata physiotherapy, hizo therapy siwezi nikampeleka. Sasa tu tunakaa tu. Huyo second born pia ni hivyo tu, the same disease. Yeye pia kuna stroke, ni meningitis, but yeye ana sickle cell anemia, but hiyo memory loss pia ako nayo. Licha ya changamoto hizo, Karen bado anayo matumaini. Anaamini kwamba akipata mguu bandia na cherehani ataweza kuendelea na ushonaji na hivyo kufanikiwa kusaidia familia yake. Na hiyo right leg ndio nilikuwa natumia kwa kushona. Sasa mpaka ni trend tena hii mguu mwingine ndio nishone. Sasa nikipata hiyo artificial leg itakuwa rahisi kwangu kufanya hiyo kazi. Ili kusaidia familia hii, unaweza kutuma mchango wako kupitia nambari ya simu ya Karen Aoko 0729465269. Teresa Mutai, Dira ya Magwiji.